السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wake mtaharifu na ali za mtume wake walio wataharifu, na wausieni na kujihusia nafsi yangu tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo chombo kizuri cha manufaa katika safari yetu hapa duniani tunapoelekea kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Na hususan tumeingia katika 10 la mwisho, au tuko katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuna uwezekano mkubwa ikawa hii ndiyo wiki ya mwisho ya mwezi huu mtukufu, kwa sababu huenda Ijumaa inayokuja tusiiwahi. Kwa hiyo leo ni Ijumaa ya mwisho, huenda ikawa ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tujitahidini katika hizi siku zilizobaki, tupatilize insha Allah, iwe na sisi tutaingia katika lile fungu la wale waliokubaliwa saumu zao, na wale waliopanda daraja wawe ni katika watu wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unwani ya mazungumzo yangu ni kuhusu al-ustura au hikaya ambayo imezoeleka. Wanasema ni ustura ya ambao al-quwa al-udhma allati la tuhattam. Ni hikaya, ni dondoo, ni nukuu ambazo zimezoeleka katika maisha yetu na maisha waliotutangulia, ya kuwa mwenye nguvu hashindwi au mwenye nguvu havunjiki, lakini leo amevunjika. Tujaribu kuangalia hikaya kama hii, kwa sababu kama wanavyotwambia wasomi, iko katika mila, desturi, tamaduni tofauti ambazo zimelemea au zimelalia msingi huu wa kuwa mwenye nguvu havunjiki, mwenye nguvu hashindiki. Kwa hiyo ikawa hii ndiyo imeenea na ndiyo inategemewa katika mila tofauti, jamii tofauti, ndiyo ikawa yaonekana, kwa kuwa hakuna uwezekano kumshinda mwenye nguvu. Hiki ni kipimo ambacho kimeenea, na ni kipimo ambacho hakikuanza leo. Tutajaribu kuangalia ambapo ukirudi hata katika maisha yetu sisi, ukijaribu kufikiria, utakuta kuna wakati tulipokuwa vijana, kuna baadhi ya wakubwa zetu walikuwa kazi zao ni wachokozi. Wakipata vijana ambao ni madhaifu, huwa kazi zao kuwaonea. Katika kila sehemu ziko hizo, utapata ni wakubwa kiumri, lakini kazi zao ni kuonea vijana wadogo.
Lakini sasa sisi tulipokuwa vijana, kwa sababu hikaya kama hii ilikuwa ni hikaya ina nguvu na imeenea, kwa hiyo hata kama utakuwa na uwezo namna gani, hata kama utakuwa na uwezo namna gani wa kupigana, huwezi ukasimama kupambana na udhalimu na unyanyasaji wa ule ambaye ni mkubwa wako. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni fikra au ni hikaya au ni dondoo, ni nukuu ambazo sisi tumeinukia nazo. Kwa kuwa ukiwa mdogo huwezi kupambana na mkubwa wako ambaye anakunyanyasa, ambaye anakudhulumu, ambaye anakuonea. Kwa hiyo tukakulia nazo. Utakuta mara nyingine ni mkubwa wako anakupiga bila sababu. Sasa wewe ikiwa una ndugu yako mkubwa utakwenda kumshtakia, au ukiwa uko na himaya nyingine waweza kwenda kupeleka mashtaka wa kutetee. Lakini ni msingi ambao umejengeka katika jamii zetu na jamii zilizopita, na ndipo aya ya Qur'ani niliyoisoma, ukija ukiangalia kipimo kama hiki kimetumika sana katika kaumu zilizopita. Wakatumia ni kipimo, mbali ya kuwa ni nguvu za kuwa mtu anaafia, hata kiumri, kijeshi, mali, yote yakachukuliwa kwa kuwa huyu ni mtu madamu ana nguvu aina yoyote, basi ni lazima aheshimike, ni lazima aogopewe, ni lazima tuwe mbali na yeye. Kwa hiyo hata akituambia tufunge midomo yetu ni lazima tufunge. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuna uwezo wa kupambana naye. Na ndipo utapata mifano mizuri ndani ya Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupigia. Mfano Firauni, Nabii Allah Musa salamullahi alayhi alipopeleka ujumbe, alipeleka ni risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuutoa au kuwatoa Banu Israili, wana wa Israili, katika upotofu waliokuwa wanaishi, kuwaokoa na kuwatoa katika makucha ya Firauni, kuwatoa katika dhulma na unyanyasaji wa Firauni na ule utiifu uliokuwa hauna kipimo. Firauni amechukuliwa ndio kama Mungu. Kwa hiyo Nabii Allah Musa alikwenda kuwaokoa, lakini alipofika, tumwangalie Firauni alimwambia nini Nabii Allah Musa. Kwa sababu fikra zao, yule mtu anayekuja anayefaa kutawala, anayefaa kuwa kiongozi, ni lazima awe na sifa, kwa kuwa yeye ana nguvu, ana mali, amevaa macheni ya dhahabu. Kwa hiyo aonekane kwa kuwa yeye ndio yeye. Si ndio kipimo chetu cha leo? Kwa sababu leo waweza kukadhulumiwa, ukanyanyaswa, ukapokonywa ardhi yako na mibwenyenye, mibepari, majambazi ambao wako juu. Serikalini wana nguvu, wana mikono ya chuma serikalini, lakini dhulum, bwana mimi nitafanyaje bwana, sina uwezo wa kupambana naye. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hiki kipimo kimeshaingia katika maisha yetu, hata kama hatukikubali pengine kinadharia na kimitazamo, lakini tunaishi nacho hiki kipimo katika maisha yetu.
Kwa hiyo utakuta mimi siwezi kupambana naye, muache bwana, atajuana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atanihukumia, kwa sababu tumeshajenga maisha yetu katika msingi kama huu. Na hizi ni mbinu ambazo wamezitumia, ndio tutaona. Angalia Firauni aliposema falaula ulqiya alayhi uswiratun min dhahab, kama ingekuwa ni kweli yeye amekuja kuwa ni kiongozi, astahiki kuwa kiongozi, basi angekuwa alal aqali imekuja na macheni ya dhahabu, amevaa madhahabu, aonekane ni mtu kweli ana nguvu za kiuchumi, ana wafuasi nyuma, ana vikosi. Na ndipo hii ni itikadi ya marais wote, mpaka hawa wetu tulionao na wengineo wote, fikra zao ni hizo hizo. Na ndipo waliposema Firauni, wanada Firaunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, akiwa khutubu watu wa Misri, kwa kuwa je, hamuoni mimi ndio niliyoimiliki Misri? Misri iko chini ya mikono yangu, iko chini ya nguvu zangu. Hii mito inayopita ni mito yangu. Kwani hamuoni, hamufikiri, hamuna mitazamo? Jaribuni muangalie. Kwa hiyo mimi ndio ninayestahiki, mimi nitawale, si huyu mtu ambaye hana nguvu, hana uchumi, hana chochote. Kwa hiyo yeye hastahiki, ninayestahiki ni mimi. Huyo ni Firauni. Aya niliyotangulia kuisoma, aya ya kwanza, tuangalie wale mabwenyenye wa Kikureshi alipotumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, wakashangaa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn adhim baina Makkah na Taif. Kwa kuwa kuna mtu ambaye ana nguvu, mwenye uwezo, mwenye mali, mwenye wafuasi, kwa nini akatumwa huyu? Yani kitu cha kushangaza, sisi tunaishi katika kipimo kama hiki, pia tunataka kumpangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia na yeye amchague nani. Siona hatari? Kwa sababu madamu kuna watu wenye nguvu katika jamii zetu, kuna watu wenye uwezo, mali, wafuasi, majeshi. Kwa hiyo na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiwa wataka kumchagua mtume, kwa nini usichague katika watu kama hawa? Si ndio wakashangazwa? Na ndipo utapata walipokuwa wakimkhutubu mtume sallallahu alayhi wa ali, kwa kuwa wafuasi wako ni wale watu wasiokuwa na uwezo, ni watu madhaifu, ni watu wanyonge, watu ambao tukikaa nao wanatoa harufu za majasho. Kwa hiyo wakimwambia mtume sallallahu alayhi wa ali, jaribu uepukane na hao. Yani atakana hata wafuasi wako wewe ni watu wale, kutokana na kipimo chetu, ni watu wenye uwezo wa kiuchumi, mali na kila kitu, ndio watu wanaofaa kutangulizwa, kuwekwa mbele. Na hii ndio hatari. Na ndipo hata utakuta pia mambo ya Talut na Jalut waliposema nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min almal. Ile mambo ya Talut na Jalut, na wao pia wale wafuasi wa mtume walipoona kile kikosi kikubwa kina silaha, wakasema la taqata lana alyawma bijaluta wa junudihi, hatuna uwezo. Kwa sababu uwezo unaangaliwa wa nini? Wa nguvu za kijeshi na silaha na wingi wa watu. Na ndipo wakasema nahnu ahaqqu bil mulki, wale waliokuwa wao wanajiona wana nguvu za kiuchumi, wana wafuasi wengi na jeshi kubwa, kwa hiyo sisi ndio kwa tunastahiki kupewa ufalme, sio mtume huyo ambaye amepewa hana nguvu zozote za kiuchumi. Angalia wakati Nabii Allah Nuh salamullahi alayhi, najaribu kupita ili tufikie katika natija ambayo nimekusudia kuilenga. Wakati wa Nabii Allah Nuh salamullahi alayhi, qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Yani washangazwa, wewe umekuja kutuletea ujumbe, umekuja kutuletea risala,
unadai imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wafuasi wako ni hao watu wanyonge, watu madhaifu, watu wasiokuwa uwezo. Na ndipo pale hii fikra ikajaribu kuenezwa na maadui, kwa kuwa hawa madamu hawana uwezo kiuchumi, kifamilia, kifedha, basi hata kifikra pia ni madhaifu. Kwa hiyo ndio wakawa wanadai kwa kuwa risala imekubalika haraka kwa watu kama hawa kwa sababu ni madhaifu kiakili. Siwaona fikra ya hiki kipimo. Hiki kipimo kina hatari sana, kina madhara sana. Kikiingia katika jamii kinavunja, kinaharibu, kinabomoa, ambapo sisi leo ni mambo ya kushangaza. Yani mtu anayejulikana ni mzuri, anaweza kubadilisha maisha yetu, anaweza kututengezea miji yetu au nchi yetu, lakini kwa sababu gani? Kwa sababu hawana uwezo wa kiuchumi, tunavunjana moyo mapema. Bwana wewe utaweza wapi bwana, huna kitu, si ndio? Kwa sababu huna mali. Kampeni zataka mali bwana, zataka pesa, zataka wafuasi, zataka sapoti, zataka uwe na familia kubwa ya kukuunga mkono. Siona mapema wale watu ambao ni wazuri kweli, sisi twaweza tukawatoa tukawaeka mbele katika kuzitetea haki zetu, hawa watu tunawavunja moyo. Na ndio hii mimi siku zote wanapenda kuizungumza, ni falsafa moja muhimu sana aliyoitumia al-Imam al-Khomeini ridwanullahi ta'ala alayhi. Hata katika kuta za Wairani utakuta wameandika ma mitawanim, sisi twaweza. Kwa nini tusiweze? Kwa nini wengine wameweza? Wengine wametushinda nini? Yani kwa maana hii fikra ya kuwa sisi madamu hatuna nguvu za kiuchumi, hatuna jeshi kubwa, hatuna silaha kama za Muamerika, basi hatuwezi kusimama kwa miguu yetu. Kwanza hii fikra lazima iondoke, kwa sababu hii fikra ikibaki inatumaliza, inatubomoa, hatuendi mbele. Kwa sababu siku zote watakuja mabepari, madikteta, waovu, madhalimu, tutalazimika kuwapa kura zetu. Na ikiwa hatukuwapa kura zetu, utasikia tusema mimi sipigi kura bwana, sijaona mtu anaifaa. Si tumeipoteza pia hivyo hivyo. Kwa sababu kwa nini tusimwangalie anaifaa tukamweka? Ni kwa sababu hii fikra, huu mtazamo umeanza huko na umekuwa sisi tuishi nao, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa kipimo, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Msichukue kipimo hiko cha wingi, kipimo hiko cha silaha mzito, cha silaha kubwa ndicho mkawa munaishi nacho katika maisha yenu. Kwani ni wangapi ambao ni wachache wameshinda walio wengi? Sisi kwenye vita vya Badr, historia si inatuambia maadui walikuwa kiasi gani? Ni zaidi ya 1000. Waislamu walikuwa wangapi? Ni 300 na kidogo, 315, 17, ni 20, lakini tuseme ni 300, wale ni 1000. Lakini angalia ile nguvu kubwa ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka iwepo katika umma wowote, ni zile nguvu za imani, za kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana hii ustura, hii hikaya, hii dondoo ambayo mwenye nguvu havunjiki, tukitaka kuivunja ni lazima tuishi nayo katika maisha, kwa kuwa sio mwenye nguvu za kiuchumi, fedha, nguvu za kijeshi ndio anastahiki kutawala. La, nguvu ya haki ndiyo inayostahiki kutawala. Ndipo kam min fi'atin qalilatin ghalabat, ayu fi'a, ni fi'a gani? Kikundi kidogo ambacho kimeweza kushinda kikundi kikubwa. Watu wachache ambao wameweza kushinda majeshi ya kisawasawa ni watu aina gani? Ni wale watu wenye nguvu za imani, wamesimamia kwenye msingi wa haki. Sio hawa wanaosema kwa kuwa qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Na ndipo hata ukiangalia pia hawa Makureshi pia walilitumia hilo neno. Na ndipo Mtume sallallahu alayhi wa ali alipoambiwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad
na ilikuwa mpaka wakimteza Mtume sallallahu alayhi wa ali. Kwa nini unafuatwa na watu wanyonge, madhaifu, hawana uwezo wa kiuchumi, hawana uwezo wa chochote? Lakini angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomkhutubu mtume wake, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka anhum. Wewe subiri au isubirishe nafsi yako na hao watu unaoambiwa kwa ni madhaifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni watu wanaomtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni watu ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mchana na usiku, kwa sababu wamechukua kwa ngome yao ya nguvu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio zile nguvu zinaohesabiwa na maadui. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuja kutupa kipimo tofauti na kile kipimo kinachotolewa na adui. Na ndipo Sheikh Makarim Shirazi anasema moja ya msingi muhimu ambao wamekuja nao mitume katika risala yao ni kuhakikisha hiki kipimo kimevunjwa, hiki kipimo kilichowekwa na mila na desturi. Na wenyewe wataalamu wanatuambia kila mila unapokwenda, wako wenyewe wanaziita ustura. Ustura ni hikaya ambazo zimetengezwa kwa lengo, ima kwa lengo la kulaza watu, kwa lengo la kuwatia uoga, kwa lengo la kuwatia hofu, na ndipo watu walikuwa wakiishi namna hii. Jaribu ufuatilie historia mpaka mwisho. Hata Nabii Allah Lut salamullahi alayhi, walipokuwa wageni wamekwenda kumtembelea ni malaika, angalia vitisho walivyokuja kumtilia. Kwa sisi tumekukataza, sisi ndio wenye uwezo na kila kitu, kwa hiyo sisi ndio tuta control. Na walikwenda wakataka kufanya mambo yao kwa nguvu. Wale ndio walipomwambia Nabii Allah Lut salamullahi alayhi, kwa la usiwe na wasiwasi, sisi ni wajumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumekuja kuangamiza. Kwa hiyo utapata wao madamu wana nguvu, wanataka kukontroli kila kitu, wanataka kukiendesha kila kitu kwa vipimo vyao wao waliopewa. Na hivi ndio vipimo kama wanavyotuambia, mfano katika al-Mawsu'a al-Arabia wasema katika kila sehemu ukienda wamezitengeneza hizi ustura au hizi ngano, hikaya, wamezitengeza katika kila jamii na tunaishi nazo. Utampata mtu kweli ni muumini, ni mcha Mungu, anaswali na kila kitu, lakini utapata katika maisha yake anaishi na hikaya kama hii, anaishi nayo. Kwa sababu hata utasikia hii mara nyingi zinatumika kwa atajuana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atajuana na Mola wake, tumwachie Mungu, kwa sababu sisi tumeshajenga katika maisha kama haya, tunaishi nayo. Na ndipo Amerika ilipokuja, hususan kama shirika la Hollywood, ndio likaja kutumaliza kabisa, likaja kututengezea zile shakhsiyatu wahamia, zile wenyewe wanaita ni watu ambao hata hawana uwepo kweli katika maisha. Wakatutengezea kina Rambo, kina Arnold Schwarzenegger. Rambo atakwenda kwenye nchi nzima, avamie kambi zote, azimalize mtu mmoja, asijeruhiwe, atoke salama. Sio tulivyotengezewa. Tukitengezewa Amerika ana ndege ambazo ni za ajabu, zinakwenda mpaka kwenye sayari nyingine, zimekwenda kwenye mwezi. Kwa hiyo tukachukulia Muamerika ndiyo Mungu katika ardhi kama hii, akija akitembea na manuari zake zile za kweli na uongo na mandege ndani na nini, zote ni kututia hofu. Kwa maana mimi ndio mwenye nguvu, mimi ndio mwenye uwezo, mimi ndio mwenye jeshi kubwa, mimi ninastahili kuamua uamuzi wowote ulimwenguni. Na naam, hii ikaja ikakita katika maisha yetu, ikaja ikakita katika nidhamu zetu, mpaka nidhamu za kimataifa leo wenye haki ya kuamua ni wao nchi tano. Kwa maana chochote wakikiamua, madamu wao wana nguvu za kijeshi, wamemiliki silaha za nyuklia, wana manuari kubwa kubwa, wana ndege nyingi, wana silaha na majeshi makubwa, kwa hiyo wao ndo wenye haki ya kuamua. Na ndipo hata utapata ni juzi kikao kilichoitishwa cha Baraza la Usalama kimekwenda kulani mashambulizi ya Irani katika nchi za Kiarabu. Sio jambo la kushangaza, kwa sababu kipimo cha mwenye nguvu ni Muamerika. Kwa hiyo Amerika alipokwenda kushambulia Irani alikuwa ana haki. Kwa nini msilani?
Kisha jambo la kushangaza ndipo tunaposema siku zote, na hizi nchi kubwa 5 zote zinategemea katika maslahi yao. Hakuna hata siku moja watakuja kututetea sisi. Russia na China, kwa nini wasipige kura za veto wakaamua wasipige kura? Wasema hawakupiga wao, ilipigwa kura kulaniwa Irani. Kwa nini ameshambulia nchi za Kiarabu? Kwa nini anaendelea kushambulia nchi za Kiarabu? Kwa sababu gani? Kwa sababu haki imetegemea ule msingi ulioanzishwa na karni zilizopita kina Firauni na wengineo, kwa kuwa haki sio ndio inayofuatwa. Hapana, mwenye nguvu ndio haki. Na ndipo ile nadharia, kuna nadharia fulani nilipokuwa nikifanyia research, kuna watu wanakwambia hakuna haki ambayo ni haki moja kwa moja 100%. Hapana, haki inategemea maisha yetu tunavyoishi. Ikiwa uongo, unyanyasaji utakuwa na maslahi kwa umma, ndio haki. Siona misingi inavyokwenda. Wakwambia haina maana ya haki, haina maana ya ukweli ikiwa itakuwa ukweli kama ule una madhara kwa umma. Haina maana ya haki ikiwa haki kama ile itakuwa haina maslahi na umma. Siona walivyokuja kujenga. Kwa hiyo madamu hizi nchi zina nguvu, hizi nchi zina utawala mkubwa, zina majeshi makubwa, zinastahiki tuziche, tuwe mbali nazo, tusiwe karibu nazo. Kwa hiyo tukubali wao watuamulie vile wanavyotaka, na ndipo utapata uamuzi umekaa kwao, ambao ni nchi hizi 5 wanaamua wanavyotaka. Hebu jaribu uangalie walivyoharibu. Ni nchi ngapi wameziharibu ulimwenguni? Wamebomoa, wameua. Leo tukiangalia Gaza peke yake, katika mashambulizi yaliyoendelea kwa muda wa mwaka au miaka miwili, zaidi ya 80,000 waliouliwa. Sasa ikiwa haki ndiyo tumeiweka mbele, tutakuwa hatutumii kile kipimo ambacho ni kipimo kisichostahiki, basi ni lazima waliofanya mambo yale wahukumiwe. Kwa nini watakikane kuhukumiwa wengine ambao wanatetea haki zao, wanapigana kwa ajili ya kuzitetea haki zao, ndio waonekane kwa kuwa wao ni waharibifu, wao ni wavunjifu, na wao ndo wanastahiki kuhukumiwa? Ni kwa sababu gani? Ya kwa sababu kipimo kama hiki kimeenea katika maisha yetu na sisi tunaishi nacho. Na ndipo hizi nilivyosema, hizi hikaya wametuletea, hizi dondoo au hizi filamu wametuletea, ni kwa maksudi. Lengo ni kutia hofu katika nyoyo zetu. Lengo ni kutufanya sisi tusiamke kuzitetea haki zetu. Na ndipo utapata wewe hizi filamu walizozitengeneza, hebu wewe ziangalie vile zilivyo. Kwa kuwa siku zote Hollywood yaonekana ndiyo shirika kubwa na limetengeneza filamu tofauti tofauti, mpaka watu walikuwa wakijiuliza miaka hiyo, tukiambiwa kwa kuwa Amerika hati amefika mwezini, kwani hizi hikaya zimetoka wapi? Ndio waliposema kwa kuwa ni kutengeneza watu ambao ni au wahmia, hawapo katika maisha yetu, hawapo katika huu hai tunaoishi, kwa maana wametengenezwa kwa lengo maksudi la kututishia, kwa lengo la kutumaliza na kutuvunja, kwa kuwa sisi tusiinuke. Si mfano mdogo baadhi ya nchi za Afrika Magharibi zilipoamua kuamka kutetea haki zao, kwa sababu Afrika Magharibi walidhulumiwa miaka mingi. Ukisoma historia ya Ufaransa ilipoingia Afrika Magharibi, mauaji waliofanya, unyanyasaji, watu waliotekwa, waliochukuliwa kwa nguvu, chungu mzima wa Afrika wakapelekwa Europe kama watumwa. Kisha hawa watu wao ndo wamekuja kutuletea misingi ya haki za binadamu, misingi ya uadilifu, misingi ya kimataifa. Yote inategemea ni misingi yao. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tumeshindwa kuvunja hili sanamu ambalo tumelijenga katika fikra zetu. Mwenye nguvu hashindiki, mwenye afya, mwenye uwezo hashindiki, mpaka tuhakikishe sanamu kama hili au picha kama hii tumeiondosha katika fikra zetu, katika akili zetu, kwa kuwa mwenye nguvu havunjiki.
Na ndipo kuna maneno ya Imam al-Khomeini radhiallahu ta'ala alayhi, wakati vijana walipouvamia ubalozi wa Amerika, wakawashika majasusi mwanzo wa mapinduzi. Walipowashika majasusi, msikize imamu anasema nini. Al-Imam al-Khomeini radhiallahu ta'ala alayhi asema, wamenijia mimi watu tofauti, yani si watu wa kawaida, watu wa ngazi za juu, mbali ya kuja kunifuata, barua nilizoletewa, kwa kuwa bwana hao watu wana nguvu, yani wa Amerika wana nguvu, kwa hiyo waachieni hao wafanyikazi ubalozini, kwa sababu zile ustura za Hollywood, zile hikaya za Hollywood, watateremsha miavuli ile, wale ma special force watawaleta na mwavuli, waingie ubalozini, wamwage dawa fulani, vijana wetu wote wamalizike, watoke na watu wao, waje mpaka Kumu kuja kuteka maulama ndani ya Kumu. Ni maneno ya al-Imam al-Khomeini radhiallahu ta'ala alayhi. Kwa kuwa haya ni maneno, asema watu wanakuja kuniambia mimi, nanukuliwa na watu na barua pia nyingine zinanifikia, kwa kuwa msipoachia hiyo nchi ina nguvu, ile special force tunavyoziona kwenye mafilamu, sijui wanaruka na manini na maparachuti, watakuja kufanya hivyo. Kwa hiyo watatumaliza, watachukua watu wao. Siwaona ile kwa kuwa huyu ana nguvu. Sasa wao fikra zao ni kama ilivyofanyika Venezuela, watateremsha special force waende wamchukue Maduro waende naye. Kwa hiyo na Irani pia walitaka wateremshe wakati wa Imam al-Khomeini radhiallahu ta'ala alayhi, ili kwa lengo la kutekeleza yale wanaoyataka, ili na hii ndio inazidi kutia hofu kwa hizi nchi zetu zidogo. Wakisikia ndo pale kuna watu ukimtajia Muamerika au super power bwana. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu ni huu msingi tunaishi nao. Sasa al-Imam al-Khomeini radhiallahu ta'ala alayhi ndio akawaambia, kuweni na uhakika, kwa kuwa huu mwamko wenu, hii thaura yenu mlioanzisha nyinyi, hatamat, ndilo hili neno hatamat, usturat alquwa aludhma allati la tuqhar. Hii thaura yenu, mapinduzi yenu haya ya watu ambao hawana silaha, wameingia barabarani, wanawake walikibeba maua wakiwapa wanajeshi, wameuliwa, lakini kwa sababu waliamua kusimama kupambana na udhalimu na udikteta, basi wakashinda, kwa sababu walisimama na wakaamua kuivunja, kwa kuwa hii fikra ya kuwa mwenye nguvu havunjiki, mwenye nguvu siwezi kupambana naye, kama sisi tulivyoinukia tukiwa wadogo. Baadhi ya wakubwa zetu waliokuwa kazi zao ni kuonea wadogo, lakini kwa sababu ziko kwenye fikra zetu tumeinukia nazo, kila mkubwa wako huwezi kupambana naye, kwa hiyo tukakubali kunyanyaswa na kuonewa. Wewe ima ukipigwa kofi utalia, kama wengine wanavyopigwa na Amerika wakabaki kulia, wakaenda kupeleka kesi ya panya kwa paka. Ima utakwenda kumshtakia mwenye nguvu, na mwenye nguvu ni huyo anaangalia maslahi yake. Utakwenda kumshtakia Russia, utakwenda kumshtakia China, utamshtakia nani? Utamshtakia Ufaransa au Uingereza? Wote si hao. Wakati wa maslahi yao wanasimama, wakati ikiwa maslahi ya mwingine wanagawa keki. Na ndipo hapa siku zote ninasema, lau kweli fikra ya Muamerika kwa kuwa ana nguvu na hashindiki ingekuwa ni kweli, asingetumia silaha za nyuklia Hiroshima na Nagasaki. Alikuwa amezidiwa. Na ndipo hata leo kuna mmoja anazungumza, George Gallery, yule ambaye alikuwa ni mbunge Ufaransa, asema kuna uwezekano mkubwa na leo Muamerika akatumia silaha ya nyuklia kumpiga Muirani, kwa sababu ameshazidiwa. Ile fikra ya kuwa mwenye nguvu hashindwi imevunjwa. Kwa hiyo anaweza kutumia mbinu yoyote ili aonekane yeye ndiyo mshindi, lakini amepata mwanamume wa kumzidi, amwambia piga. Ukipiga kituo cha kuzalisha umeme, nitakata umeme la Middle East mzima, muishi kwenye kisa. Ikiwa mtatupiga na nyuklia, nitapiga nyuklia za Muisraeli Dimona. Ukipiga bomu moja tu kule Dimona ni zaidi ya nyuklia.
kuna matani ya uranium, kuna amonia, kuna nyuklia. Ukizipiga tuna bomu moja tu sawasawa ni Khaybar, ni yaumul qiyama, umewamaliza. Kwa hiyo wewe piga na mimi nitapiga. Kwa hiyo ustura hii, hikaya ya kuwa mwenye nguvu hashindiki imevunjika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Kwa sababu walimtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Sayyidul Qaid rahmatullahi ta'ala alayhi alikisema siku zote, inna ma'iya rabbi, mimi niko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usinitishie. Na hebu jaribu uangalie yale matukio yaliyokuwa yakitokea. Trump katika kipindi cha kwanza aliandika barua akampa waziri mkuu wa Japani kwenda kumpelekea Sayyidul Qaid. Sijui kama mliona ile. Alipewa akaiweka kwenye nini, akaikalia. Na aliikalia akaiwacha kidogo wenye kamera ivute ile. Karibu mwezi mzima ilikuwa channel wanajadili tukio kama lile la Sayyidi kuikalia barua kama ile. Kwa sababu mtu ambaye anaamini kwa kuwa mimi ndiyo nchi ninayefaa kutawala ulimwengu, kumiliki ulimwengu, kufanya ninachotaka, ukishamfanyia vile, umemtumia message gani? Tahattamat alquwa al'azma. Unataka kumvunja, kumuonyesha wacha kukaa na wewe, wacha kukusikiza wewe, hustahiki hata barua yako niisome. Tena inafaa kuwekwa wapi? Chooni. Kwa hiyo tukitaka kuishi vizuri, tumepewa hii ni mifano ambayo ni lazima tuhakikishe mifano kama hii tumeweza kuvunja hii fikra tulionayo kwa kuwa mwenye nguvu ndio anastahili kutawala. Na tukitaka kuishi vizuri ni tuhakikishe hii tumeweza kuishi nalo, kwa sababu siku zote Waarabu wamekuwa wanyonge, wamekuwa madhaifu, wamekubali kuwa watumwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaishi na fikra kama hii. Kwa kuwa Amerika ndio mwenye nguvu, na Trump alipokuwa akiwatishia kwa kuwa lau mimi sitowaunga mkono, lau mimi sitowa passport na kuwalinda, basi nyinyi kwa muda wa wiki moja mtazungumza Kifarsi. Akatumia mambo mawili, kwa maana tawala zenu mimi ndio naizilinda, na isitoshe mimi nawalinda, na kuna adui yenu Muirani, mimi nisipowalinda basi Irani ndo atakayewatawala, atawazungumzisha Kifarsi kwa nguvu. Sasa huoni leo ambapo hata ukiwa unafanya interview mfano za kazi kama Emirates, hakuna interview ya Kiarabu? Ni kwa maana kule wameshatawaliwa, wamekuwa watumwa, na lugha zinazotumika sana ni lugha za hao mabwana wao na waungu wao, sio? Kwa hiyo Waarabu siku zote hofu ambazo wameishi nazo, msingi wanaoutumia katika maisha yao, kwa kuwa Amerika ndiyo mwenye nguvu, hashindiki, na ndipo walipompa nafasi zile bezi za Muamerika, sawasawa ni Muingereza, ni Ufaransa, katika nchi za Kiarabu. Si hizi nchi kubwa wanaozijenga. Sheikh Hamad yule aliyekuwa amiri wa Qatar, katika mahojiano yake anakiri kwa kuwa kambi ya Al-Hudaidi ambayo iko Qatar, wamegharamika ni wao kuijenga. Wanajenga ni wao Qatar, na jeshi la Amerika likija linawekwa pale, linalipwa, si bure. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hii ustura na hii hikaya ipo kwa kuwa huyo ana nguvu, ndo anayeweza kunihifadhi, anayeweza kunilinda. Na ndipo siku zote Sayyidul Qaid akiwaambia, kwa kuwa sisi katika eneo hili hatuhitaji mtu kutoka nje, twaweza kulinda usalama wetu wenyewe. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ile fikra na kipimo kimejaa katika maisha yetu, hatuwezi kuvunja kirahisi. Na ndipo utapata leo dalili mzuri inaonyesha kwa kuwa Muamerika yuko katika nchi za Kiarabu, si kwa lengo la kuwalinda Waarabu, ni kwa lengo la kulinda maslahi yake na kumlinda Muisraeli. Na ndipo wataalamu wanavyokuambia zile defense zilioko Iraqi, zilioko Jordan, zilioko Qatar na Emirates, ni kwa sababu ya Muirani asimpige Muisraeli. Na ndipo Muirani wasema akiwa amerusha silaha yoyote, kwanza inayojaribu kubloki ni ya Iraq, ikishindwa ni ya Jordan, ya mwisho ndo inakwenda kumalizia Qatar, ndo alikuwa na bezi kubwa.
Siona. Kwa hiyo wako pale kwa ajili ya maslahi yao, kwa ajili ya kumlinda Muisraeli, si kwa ajili ya kumlinda Mwarabu. Kwa hiyo ni lazima hiki kipimo tukitaka kuishi vizuri. Alhamdulillah, leo vita vinavyoendelea baina ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani na hawa madhalimu, mashetani, maibilisi, alhamdulillah, hivi vita vimetupa kipimo kizuri, kwa kuwa siku zote filamu za Hollywood walizitengeza kwa ajili ya kutuvunja na kutumaliza, za kututumia kina Rambo na kina Arnold Schwarzenegger. Zile si filamu za kweli. Kwa hiyo kina Rambo na kina Arnold Schwarzenegger wawatume Irani kama ni kweli, wawatume Gaza, wameteremsha mabomu miaka 2 na wameshindwa. Kwa nini kina Rambo usiwatume kule? Kwa hiyo ustura, hikaya imevunjika, na sisi tuivunje katika maisha yetu. Sisi si madhaifu, sisi si wanyonge, sisi si wachache, sisi si kwa kuwa hatuna nguvu, lakini hatuamini kuhusu nguvu zetu, kuhusu uwezo wetu. Wale waliamini kuhusu nguvu zao na wakamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akawapa ushindi. Na sisi tukiamua hata leo, kwa kuwa kweli sisi ni umma tunayemtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunayetaka kusimama kwa miguu yetu, alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah